Asalamu alaikum. Kwa jina naitwa Mohamed Walid Fikirini, ni kaimu mratibu Kamisheni ya Utalii Pemba. Nipo hapa kwa lengo na mazumuni ya kuwapa taarifa wananchi kuhusiana na suala zima la Pemba Sports Tourism Bonanza. Kama kawaida yetu, Kamisheni ya Utalii tukishirikiana na Kamisheni ya Utalii Headquarter ya Unguja tunatayarisha tamasha hili kwa ajili ya kuwatangazia wananchi na kuweza kuifungua Pemba kama Mheshimiwa Rais alivyoeleza. Sasa ni wakati wa Pemba, tunaifungua Pemba kwa vitendo. Tamasha hili matarajio yetu tutaanza tarehe 24 mwezi wa kwanza 2026. Tamasha hili siku ya kwanza ambayo ya tarehe 24 tutakuwa na ufunguzi katika kijiji cha Tumbe, ambapo kawaida tuna mashindano ya ngarawa ambazo tutatia ngarawa 15 kwa ajili ya mashindano hayo, na mashindano hayo yatakuwa na shamra ya ngoma za asili pamoja na wenyeji wa pale katika eneo la Tumbe watahudhuria ili kuonesha mila na desturi za Pemba zilivyo. Mgeni rasmi mtarajio yetu tunategemea kuwa naibu waziri wa utalii na mali asili, tunasema mbunge wa jimbo la Kojani. Asubuhi ya saa 2 mpaka saa 7 tutakuwa katika eneo la Tumbe. Tukimaliza hapo, baada ya kuwapa zawadi mshindi wa kwanza, wa pili na watatu, tutaelekea moja kwa moja mjini katika uwanja wa Gombani Mpya, ambao tutakuwa na mashindano ya veterani, wachezaji wa zamani tunasema, ambayo itakuwa kuna timu ya kaskazini na kusini. Baada ya hapo itakuwa siku hiyo imemaliza, tunaingia siku ya pili, ambayo siku ya pili tunasema tutakuwa na duaisol, ambayo saa 12 ya asubuhi tutaanza na mchezo wa baskeli. Pale meli 5 baskeli zitaanza kuondokea pale kuelekea Mzambarauni Wete, tutafika mpaka Konde. Tukifika Konde tutageuza katika hii njia mpya mpaka Olekianga. Tukifika tunaingia zetu meli 5, wataacha baskeli sasa, watakimbia kuelekea uwanja wa Gombani Mpya, na pale ndipo tutapowapokea, na tutakuwa na mgeni mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Kusini, atapokea mashindano yale na kuweza kuwapatia zawadi. Ndani ya saa 7 za mchana tutaanza ratiba nyingine ambayo ya sasa tunasema tuna gwaride la punda, tunatokea Tibirinzi kuelekea Pujini, ikiwa kiongozwa na trust band ya vijana wale pamoja na vijana wengine ambao wa shamra tutaelekea Pujini. Baada ya hapo tutaingia kwa ajili ya kucheza mchezo wa ng'ombe. Kama tunavyoelewa, eneo la Pujini kwa Pemba ni eneo maarufu sana kwa mchezo wa ng'ombe. Naamini siku hiyo Kipole watakuwepo. Matarajio yetu kwa kuwa hili tamasha litakuwa na wageni pamoja na litakuwa na wenyeji wa eneo hilo, kwa hivyo watapata kuona mila na desturi za watu wa Pemba. Baada ya siku hiyo tutamaliza tamasha. Baada ya kutoa zawadi, tutakuja kwa siku ya 3 ambayo ni tarehe 26. Tutakuwa na mchezo ambao wa trisol. Trisol tutaanza katika eneo moja tunaita bandari ya Mtangani. Wataanza kwa kuogelea kilomita 1.5 kutoka baharini mpaka bandarini. Wakifika juu watachukua baskeli zao, watatembea kutoka Mtangani, watakuja zao Pujini watakuja roundabout ya airport, watapita Alhamis Camp, wataelekea Madenjani, wataelekea Wingwi, wataingia moja kwa moja Konde. Baada ya hapo watamalizia katika msitu wa Ngezi, wataacha baskeli, watakimbia kilomita 5 sawa kutoka hapo mpaka Vumawimbi. Kwa hiyo hapo watamalizia Vumawimbi tutakuwa na mgeni mheshimiwa pia mkuu wa mkoa wa Kaskazini Bimgeni, ambayo ataweza kupokea mshindi wa kwanza, wa pili na watatu. Na baada ya hapo tukisha kupokea na kuweza kuwapatia zawadi, kutakuwa pia kuna mashindano mengine ambayo ya kuogelea, grupu moja ya watu kama 15 mpaka 20 la wanaume kwa ajili ya kuogelea tu. Tutapata pia mshindi wa kwanza, wa pili na watatu. Lakini vile hatukuacha mbali pia kina mama, nao tumewapa kipaumbele. Wao watakuwa wana special case, tutawaingiza nao kama 15 kwa ajili ya
kufanya mashindano ya kuogelea. Kutokana na mila na desturi zetu, hatuwezi kuwachanganya wanaume na wanawake. Kwa hiyo na wao tutapata mshindi wa kwanza, wa pili na watatu watakuja kuweza kupata zawadi. Baada ya hapo itakuwa kipindi cha siku ile tarehe 26 tumemaliza zoezi, lakini tutakuwa tumebakisha zoezi la tarehe 27 ambayo tutaanza saa 2 asubuhi kuelekea kisiwa cha Misali, ambayo hichi tutatumia kwa wale wageni wetu ambao waliofika, tutawafanyia kama tour ambayo kwa siku hiyo tutaita investment day. Kwa hiyo tutakwenda kisiwani. Baada ya kufika kisiwani, tutatembea kwa ajili ya kuona mapango yaliyokuwepo katika hicho kisiwa. Tutaona aina za ndege mbalimbali na wanyama, pamoja na wale watakaobahatika kuogelea wataogelea. Baada ya hapo tutapata chakula cha mchana kule kule. Baadaye kama saa 9-10 tutarudi. Baada ya kufika juu tutatawanyika, lakini tutakuwa tuna zoezi la kumalizia siku hiyo ambayo itakuwa ni taarabu asilia, ambayo tutafanya nyakati za saa 1 usiku na katika kiwanja cha Tibirinzi, ambacho kiwanja cha watoto cha kufurahishia watoto kwa Pemba. Tutakuwa na taarabu asilia ambayo zitakazoimbwa nyimbo zile za kujikumbushia za asili ya Zanzibar kwa ajili ya kuleta haiba ya michezo yetu. Hili tamasha tuweze kulielewa kama ni tamasha ni letu sote, na tunapoenzi mila na desturi zetu, basi tunaenzi wa utamaduni wetu ambao katika vijiji vyetu vya Pemba. Baada ya kusema hayo, ni waombe kuweza kuhudhuria kwa wingi ili tuweze kutekeleza shughuli hii kwa muonekano ambao utakuwa una haiba nzuri. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577785490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.